Sisi tunaomba kila siku Joshua Mutale aweze kurejea katika ubora wake. Tunafahamu sisi Simba ubora wa Joshua Mutale, na tunapomuona anaanza kunyanyuka namna hii tunafarijika, kwa sababu tunajua atakaporejea kwenye ubora wake ule aliokuja nao kutoka kwao Zambia, itakuwa ni maafa makubwa kwa wapinzani, lakini kama haitoshi itakuwa ni faraja kubwa kwa Simba Sports Club. Hebu jaribu tu kuvuta picha. Joshua Mutale anakuja kwenye utimamu na ubora wake, alafu huku na Joshua Mutale, huku una Volcano Elimpanzu, huku una Kibu Dennis Prosper, huku una Ladak Chasambi. Kila ukiangalia kwenye kikosi cha Simba unaona mbuzi. Wachezaji wetu kusema ukweli wana huo ubora wa kumtisha mpinzani kiasi cha kuona ni mnyama na sio binadamu. Kwa hiyo yote hiyo sisi wana Simba tunamuombea kwa Mwenyezi Mungu sana, na muda si mrefu Joshua Mutale atarejea kwenye utimamu wake na atakuja kuisaidia Simba Sports Club kutimiza malengo yetu. Malengo yetu ni yale ambayo tuyaweka wazi: ubingwa wa ligi kuu ya NBC, ubingwa wa CRDB, pamoja na kuvuka kutoka robo finali ya kombe la shirikisho Afrika. Amerejea jana Sheikh Malone baada ya kufanyiwa matibabu nchini Morocco. Kwa hiyo kwa sasa anaendelea kufanyiwa nursing. Anaendelea kufanyiwa nursing na madaktari wetu hapa, huku akipitia ripoti ya kitabibu ambayo ametoka nayo Morocco, ili tuweze kujustify ni kwa muda gani ataendelea kukaa nje. Lakini kwa sasa ataendelea kuwa nje, kwa maana ataukosa mchezo wa tarehe 2 dhidi ya Al Masry, na hatakuwa sehemu ya wachezaji ambao wanasafiri usiku wa kuamkia leo kuelekea Misri kuwafuata Al Masry. Pinpin anaendelea vizuri, na ndio maana hata aliweza kujumuika na timu yake ya taifa ya Guinea. Yeye hana mashaka na tutakuwa naye Misri. Ubingwa wa CRDB hatujauchukua muda mrefu, kwa hiyo ni katika makombe ambayo tunayahitaji sana, na kama haitoshi mwaka jana tumeishia hatua kama hii, kama sikosei, dhidi ya Mashujaa. Kwa hiyo kuvuka kwanza kutoka hatua ambayo tulikwama msimu uliopita, msimu huu kufika robo finali, tayari hayo ni development. Elimpanzu mwalimu aliamua kumpumzisha kwa sababu alishaona kuna hatari ya kuja kuumia, na mechi hii tumecheza kwa tahadhari kubwa sana. Kwa baada mwalimu kuona kuna hatari ya kuja kuumizwa, akaamua kumpumzisha ili wasije wakatutilia mchanga kwenye pilau letu na Al Masry.